Karibu katika channel ya Movitech Academy. Katika video hii nitakufundisha jinsi ya kutengeneza business card kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tutatengeneza business card hii kwa kutumia application ya Adobe Illustrator ambayo inapatikana katika package ya Adobe Master Collection. Na tutaanza kutengeneza business card yetu ama kadi ya biashara kwa kufungua application ya Adobe Illustrator, halafu tutaenda kutengeneza new file. Kwa hiyo utabonyeza sehemu ambayo imeandikwa file, halafu bonyeza kwenye new. Baada ya hapo itabidi uende katika sehemu ya print, kwa vile tunatengeneza kitu ambacho tunakitumia zaidi ikiwa kimeprintiwa ama kimechapishwa. Kwa hiyo katika sehemu ya print ndiyo sehemu ambayo inakupa vipimo ambavyo vinaendana na zile size ama paper tofauti tofauti kwa ajili ya kuprint. Lakini katika business card yetu tutakuwa tuna vipimo ambavyo sisi wenyewe tutaviweka, kwa sababu katika vipimo ama preset zilizokuwepo katika application ya Adobe Illustrator hatuwezi kutengeneza hiyo business card. Kwa hiyo vipimo vya kutengeneza business card utaweza kuona katika sehemu hii hapa, ambapo nitakufahamisha ni vipimo gani ambavyo ni size kwa ajili ya kutengeneza business card za kawaida. Katika sehemu ya preset details tutabadilisha jina la business card yetu au project yetu na tutaandika business card design. Baada ya hapo tutaenda katika sehemu ya kuweka upana ama width au urefu, yani height. Lakini kabla ya hapo tutabadilisha unit. Baada ya kuweka points tutaweka unit ya millimeters. Baada ya hapo upana tutaweka 88 millimeters, na katika sehemu ya urefu tutaweka 55 millimeters. Katika sehemu ya artboards, kwa vile tunatengeneza business card ambayo ina pande mbili, yani nyuma na mbele, itabidi tuweke artboards mbili. Nini artboards? Artboards kwa lugha rahisi tunaweza tukasema kama pages katika design yetu. Kwa hiyo sehemu ambayo tunafanyia kazi ni sehemu inayojulikana kama artboards. Kwa hiyo tunapoweka artboards mbili, manake ni sawa na sisi tuna pages mbili. Kwa hiyo baada ya kuweka artboards mbili tushuke mpaka katika sehemu ya color mode. Kwa vile tumechagua sehemu ya presets za print, color mode by default au kawaida itakuwa imekaa CMYK color, na CMYK color hizi ni rangi ambazo zinatumika zaidi katika masuala mazima ya print, ambapo C ni cyan, M ni magenta, Y ni yellow and K ni black. Kwa hiyo badala ya kuchagua RGB color ambayo hii inatumika zaidi kwa kutumia matumizi ya display ama screen au kuangalia katika matumizi mbalimbali ya vifaa vya kidijitali kama simu, kompyuta na TV, tunaachana na RGB color na tunakuja katika CMYK color. Baada ya hapo katika raster effects tutawacha hiyo 300 ppi, maana yake pixels per inch. Kwa hiyo hii itatuhakikishia sisi tunapata ubora katika ile kazi yetu, hususan ikiwa kazi kubwa ama kazi ambayo itaprintiwa ama itachapishwa katika sehemu kubwa sana, kwa mfano mabango mbalimbali ambayo tunaweza kuyaona hasa barabarani. Baada ya hapo tutabonyeza button ya create. Tukibonyeza button ya create tunaona kwamba zile artboard zetu zimeweza kutokezea katika screen yetu, na hii ni artboard ya kwanza na hii ni artboard ya pili. Kwa hiyo katika sehemu hizi, hii artboard ya kwanza tutafanya kama ni page ya mbele ya business card yetu, lakini vile vile na hii sehemu ya pili tutafanya kama design ya page ya nyuma ya design yetu. Tuanze moja kwa moja kwa kudesign page ya mbele ya design yetu. Tuanze kwa kuchukua rectangle tool. Tutaenda katika sehemu ya shape tools, halafu kama hakuna rectangle tool tuta right click, halafu tutachagua rectangle tool ama shortcut yake ni M. Baada ya hapo tutaweza kuchora
shape yetu kama hii. Tutaondoa stroke na kuweka 0, na stroke ni mstari ambao unapita katika shape yako, picha yako au kitu chochote. Kwa hiyo hapa unaona kwamba hii shape yangu ama umbo langu hili lina rangi nyeupe na stroke nyeusi. Kwa hiyo tutaweza kuiondoa hii stroke. Kwa hiyo tutaichagua ama tutalichagua hili umbo, halafu tutaenda katika sehemu ya stroke. Ikiwa huku umechagua selection tool, halafu utaweka 0, utaweza kuondoa ile stroke. Baada ya kuondosha stroke, sasa tubadilishe rangi ya hili umbo letu, na tutalichagua hili umbo letu, halafu tutaenda katika sehemu ya rangi na kuandika namba za rangi zifuatazo, au kuchagua rangi ambayo inafanana kama rangi ya orange. Kwa hiyo hizi ni namba za rangi zetu. Kila rangi inakuwa ina namba zake. Kwa hiyo utakapoandika namba hizi ambayo ni DE6634, utaweza kupata rangi kama orange inaelekea kama nyekundu. Kwa hiyo baada ya hapo utabonyeza okay. Baada ya kubonyeza okay, sasa hapa tunataka umbo letu liwe na kama round rectangle ama liwe na kona za duara. Kwa hiyo nitachukua direct selection tool, halafu nitakuja katika kona hii, nitabonyeza mara moja ili kuweza kuichagua hii peke yake. Kwa sababu hapa kona zote zimeweza kuchaguliwa na unaona kwamba kuna kama vidoto rangi ya blue. Kwa nikichagua hii tu itakuwa nimeweza kuchagua hapa, na hizi zote nimeachana nazo. Kwa hiyo nitashika katika hichi kisehemu cha duara, halafu nitaingiza ndani kidogo. Baada ya kuwa na umbo kama hili, sasa na duplicate ama nitafanya umbo hili liwe mara 2 ili kuweza kupendezesha umbo langu na kuweza kuwa na design nzuri. Kwa hiyo nitachagua hili umbo, naenda katika selection tool, nitalichagua hili umbo, halafu nita right click, copy, halafu vile vile nita right click, halafu nitasema paste. Kwa hiyo baada ya hapo nitalichagua hili umbo langu na kulisogeza katika maeneo haya. Hapa umbo langu ndipo lilipofikia, lakini itabidi tuweze kubadilisha rangi ili kuweza kuwa na tofauti katika hayo maumbo. Ikiwa nimechagua umbo ambalo nimelikopi na kupaste, nitakuja katika sehemu ya rangi, nitabonyeza mara 2, itafunguka sehemu ya kuchagua rangi, kisha nitasogeza kwa juu kidogo ili kuwe na utofauti wa hizo rangi. Kwa hiyo umbo langu ama design yangu sasa hivi ina muonekano kama huo. Business card yangu kwa ujumla itakuwa inaishia katika sehemu hizi ambazo tunaona kuna weupe huku, tayari tunaona kwamba kuna weusi kwa sababu tumeweka maumbo yetu, lakini sasa itabidi tuweze kuweka katika muonekano ambao unaonekana kama baada ya kuprint. Kwa hiyo tukienda katika sehemu ya view, halafu utachagua trim view, manake trim manake ni kama kukata. Kwa hiyo tukichagua trim view tutakuwa tunakata sehemu zote ambazo hatuzihitaji. Kwa hiyo nikibonyeza mara moja hapa nitakuwa nimekata na design yangu itakuwa inaonekana kama hivyo. Kwa hiyo sehemu zilizozidi ama zilizotoka nje zitakuwa haziwezi kuonekana, na tutakapo save kazi yetu itakuwa kama hivi tunavyoona baada ya kuweka trim view. Baada ya hapo nita duplicate tena hili umbo langu, nitabonyeza mara moja, halafu nitabonyeza option ama alt katika keyboard yangu, kisha nikiwa nimeshikilia umbo langu nitaburuza mpaka maeneo haya. Baada ya hapo nitalikuza kidogo, halafu nitashika katika sehemu hii ambapo kuna kiduara kitakachoniwezesha mimi kufanya pembe yangu iwe na mviringo ama smooth corner.
Unaona kwamba niliposhika katika pointi hii ama nukta hii kote kumekuwa duara. Sasa ni vizuri kwamba kama huhitaji kubadilisha umbo lote kwa pamoja, basi chagua pointi ambayo unaihitaji. Kwa hiyo nitabonyeza Command Z au Control Z kwa undo, kisha nitachukua Direct Selection Tool kuweza kuchagua nukta husika, alafu nitaweza kubadilisha katika sehemu hii peke yake. Nitachukua Ellipse Tool, halafu nitachora duara kubwa kidogo. Baada ya hapo nitabadilisha rangi na nitachukua Eyedropper Tool, halafu nitachagua rangi ya umbo lililokuwepo hapa juu. Baada ya hapo nitaweka sawa kidogo, lakini rangi hii nataka niibadilishe kidogo iwe nyeupe zaidi. Kwa hiyo nitakuja katika sehemu ya rangi, halafu nitasogea katika maeneo haya, halafu nitabonyeza OK. Baada ya hapo, hili umbo langu la juu nataka liwe chini kabisa ya hii design yangu. Kwa hiyo nitabonyeza button ya kulia katika mouse yangu ama right click, kisha nitaenda katika sehemu ya arrange, halafu nitabonyeza send to back. Baada ya hapo tunaona kwamba umbo letu limerudi nyuma zaidi. Kwa hiyo nitalipangilia ile sehemu ambayo nataka likae. Kwa hiyo hapo naona imekaa vizuri, na tunaona kwamba katika sehemu hizi zilizozidi haziwezi kuonekana kwa sababu ipo katika trim view, lakini endapo utabonyeza mara mbili, kwa mfano katika umbo hilo ukilibonyeza mara mbili, utakuwa unalitenganisha ama utali-isolate na kuweza kufanya kitu peke yake ama kulihariri peke yake. Kwa hiyo ukibonyeza mara mbili, unaona kwamba umbo letu kama umelitenganisha peke yake. Umeona huku huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo utaweza kulimove hili ama kuweza kulibadilisha hili peke yake. Lakini ukifanya hivyo utaweza kuonesha tena zile sehemu ambazo zote zilizozidi zitaonekana. Kwa hiyo cha kufanya, ukitaka uone usafi kazi yako, nenda katika view, halafu bonyeza trim view. Sasa ni muda wa kuingiza nembo ama icons katika kazi yetu. Kwa hiyo nitaenda katika sehemu ya file, halafu nitaenda katika place, nitakuja katika SVG icon. Hapa nitaweza kuchagua icons mbalimbali ambazo nitazitumia katika hii kazi yangu. Kwa hiyo nitachagua icon ya user profile, nitachagua icon ya Instagram, icon ya simu, email na location. X nitaachana nayo pamoja na LinkedIn. Kwa hiyo nita place. Baada ya kuplace, nitaweka ile size ambayo nataka ikae. Nitaweka na nyingine, kwa vile nimechagua icons zaidi ya moja, kwa hiyo nitaweka moja baada ya moja. Baada ya kuingiza icons zetu, tuweze kuzibadilisha rangi. Na hii ni faida ya kutumia format ama file type ya SVG. File type ya SVG inakuwezesha wewe kuweza kubadilisha rangi unapotumia application ya Adobe Illustrator, kwa sababu SVG file inakuwa inabeba sifa zote. Hata kama utaikuza ile icon yako ama kitu chako kwa ukubwa ule ambao unaotaka, haitaweza kupungua quality. Kwa hiyo nitachagua kwa zote hizi, halafu nitachukua Eyedropper Tool na kuchagua rangi ambayo ipo katika design yangu. Kwa hiyo nitakuwa narejea rangi zangu ili design yangu ikae vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo nitazipangilia hizi icon zangu kuweza kuweka icon gani ikae mwanzo, ipi ikae mwisho, ipi ikae juu, ipi ikae kati, kwa sababu nimeziweka tu bila kufuata mpangilio wowote. Baada ya nembo ya mtu nitaweka
email, halafu ifuatie namba ya simu, na Instagram ikae chini ya namba ya simu. Kwa hiyo baada ya hapo naweza nikafanya alignment ama nikapangilia vitu vyangu ili viweze kuonekana kitaalamu kabisa na viweze kubalance ama kukaa sawa. Kwa hiyo nitavi-highlight vyote, halafu nitakuja katika sehemu ya distribute, distribute vertical. Kwa hiyo unaona kwamba kama vimejipangilia hivi, halafu baada ya hapo highlight vyote tena, align horizontal center. Kwa hiyo unaona kwamba hapo icons zangu zimekaa vizuri. Kwa hiyo baada ya kuingiza icons naweza kuandika majina ama maelezo ambayo yana support hizo icons. Kwa hiyo nitachukua type tool na kubonyeza mara moja, halafu baadaye nitaandika jina ambalo nataka lionekane katika business card yangu. Kwa hiyo hapa naandika Mohamed. Nachukua selection tool, naweza kupangilia vizuri. Hati nitapunguza, nitaweka 0.8. Nitapangilia vizuri. Vile vile nitabadilisha hizi hati kwenda na hati ambazo nazihitaji. Kwa hiyo utachagua hati yoyote ambayo unaweza ama unahisi ni nzuri kwa macho yako. Kwa hiyo mimi nachagua tu hizi hapa zilizokuwa karibu Worksense. Unaweza kudownload hati mbalimbali kupitia platform kama Google na site nyingine ambazo zinakuwezesha wewe kudownload pamoja na kuinstall baadaye. Kwa hiyo hapa nimeweka Mohamed. Baada ya kubadilisha hati naweza kwenda kuziongeza uzito kidogo kwa sababu nahisi kama nyembamba. Kwa hiyo nitachagua medium. Baada ya hapo nitaandika email yangu. Sasa hapa sina haja tena kuchukua pengine type tool halafu nikaanza kuandika, na uwezo tu wa kuishikilia ama kuichagua hili jina ambalo nimeweza kuliandika mwanzo, naweza kulikopi na kulipaste. Halafu nitalichukua nitaliweka katika sehemu ya email, nitapangilia vizuri kuhakikisha kwamba nimeweza kubalance. Halafu email naandika tu email ya email@gmail.com. na kuonesha njia nyingine ya kuduplicate, ambapo utabonyeza Option ama Alt katika keyboard yako. Option kama unatumia kompyuta ya Mac, Alt kama unatumia kompyuta ya Windows, utabonyeza Alt. Halafu ikiwa umeshikilia hilo neno ama kitu chochote katika design yako na ukimove ama ukisogeza, utaweza kuduplicate. Kwa hiyo hapa nitaandika namba ya simu, nitaandika kwa mfano 255 012 345 678. Baada ya hapo nitaduplicate tena, bonyeza Option ama Alt, halafu nitasogeza hizi namba zangu, nitabonyeza mara mbili ama double click au kuchukua type tool, halafu nika highlight zote na kuandika jina la Instagram account, ambapo hapa naandika Movitech Academy. Location naweka worldwide kwa sababu Movitech Academy malengo yetu ni kutoa elimu dunia nzima. Kwa hiyo hapa nitaandika worldwide. Tunaona kwamba katika haya maandishi yetu ama maneno yetu, sehemu nyingine kuna nafasi kubwa, sehemu nyingine kuna nafasi ndogo. Sasa tutaweza kuhighlight maneno yote haya, halafu tukafanya alignment mbalimbali. Alignment ya kwanza align left, halafu tutaenda katika distribute na kudistribute vertical center. Sawa. Kwa hiyo ukifanya hivyo, hii inamaanisha kwamba katika kila sehemu kutakuwa na nafasi sawa. Kwa hiyo tukiangalia pamoja na icons zetu, tunaweza tukafanya tu marekebisho kidogo. Kwa mfano hii email pengine kama imeshuka, tutaweza
adjust ama kurekebisha wenyewe, lakini system ama mfumo umeweza kuziweka ama kuzipangilia hizi ikiwa zipo sawa sawa, lakini kutokana na saa nyingine jicho letu linaweza kutuambia vingine, kwa hiyo tutaweza kuweka ama kurekebisha kidogo kidogo. Mfano moja tu inatosha. Halafu nikija katika hii Instagram, kidogo hii imepanda kuliko hii, kwa hiyo nitaichagua na pengine moja inatosha, na hii worldwide nitaishusha kidogo. Kwa hiyo hapo unaona kwamba zile information zote za muhimu tayari tumeshaziweka. Sasa tunaongezea tu vitu kadhaa ili design yetu ama kadi yetu kidogo ichangamke ama ipendeze. Kwa hiyo baada ya hapo nitachukua neno lolote ama jina tuseme hili, nitaliduplicate tena, nitaliweka maeneo haya. Halafu nitalirejea jina la mmiliki wa hii kadi kwa herufi kubwa. Kwa mfano naandika Muhammad. Nita highlight na kuchagua rangi nyeupe, na katika sehemu ya style hapa nitaweka style ambayo itakuwa ni bold yao, ambayo hapa tutakuwa tuna black. Tunaona kwamba imeanzia na thin, nyembamba sana kama unavyoona inavyobadilika, extra light, italic, light, regular, medium, semi bold, mwisho tutakutana na black. Kwa hiyo hii ndiyo ambayo itakuwa imekoza zaidi. Kwa hiyo baada ya hapo pengine nitaitransform, nitabonyeza shift, alafu nitakuja katika pembe mojawapo nitaitransform, nitaiweka hapa. Alafu natamani kwamba hii rangi ya hili umbo la juu kidogo iwe light zaidi, kwa hiyo nitachagua tena, nitakuja katika sehemu ya rangi hapa, nitabonyeza mara 2, kisha nitaweza kubadilisha rangi na ionekane kama hivyo. Kitu kingine ambacho naweza kukiongezea ni kwamba nitaandika professional yangu ama professional ya yule mtu ambaye anatengenezewa business card katika sehemu hii hapa. Sasa hapa nitachukua neno lolote vile vile, nitaliduplicate na kuandika graphic design course instructor. Kwa nabonyeza enter, halafu naandika course instructor. Baada ya hapo nitachukua selection tool, halafu nitapangilia vizuri sehemu ambayo nataka, kwa nitaweka sawa sawa katika hili jina pamoja na hii profession. Kwa hiyo naweza nikaongeza uzito wa hizi hati zangu. Nitakuja katika sehemu ya font style, halafu nitaweka bold. Rangi naweza nikafananisha rangi kama haya maumbo ambayo nimetengeneza. Kwa hiyo nitachukua eyedropper tool, halafu nitabonyeza hapo. Kisha naweza haya maumbo yangu nikayasogeza huku kidogo ili tuweze kupata nafasi ama white space. Haya, halafu ili umbo langu kidogo nitalishusha chini, kwa hiyo hapa natumia button ya mshale ulioelekea chini. Kwa hiyo kama hapo. Vile vile tunatakiwa kuwa makini endapo sisi tutatengeneza design tukiwa tunatumia artboard zaidi ya moja. Kwa mfano hapa tunaona kwamba ile umbo langu limeanza kuingia kidogo katika ile artboard ya pili. Kwa hiyo nitachagua hili umbo kisha nitaliingiza ndani kidogo. Kwa hiyo kwa haraka tumeweza kumaliza design yetu ya sehemu ya mbele ya business card yetu. Sasa tuende katika sehemu ya nyuma ya business card yetu, ambayo hii haitakuwa na mambo mengi. Katika sehemu ya nyuma hapa tutaweka picha ikiwa imekaa kama background, na nitaenda katika file, halafu nitaenda katika sehemu ya place. Nitachagua picha ambayo nataka ingie katika design yangu, halafu nitabonyeza button ya place. Baada ya hapo nitaweza kuchora ama kuweka ile sehemu ambayo picha yangu nataka ikae. Kwa mfano nimeiweka kama hivyo. Nitaiposition vizuri ama nitaiweka vizuri ili itokee vile ambavyo ninataka. Kwa hiyo naweza kutransform, na hapa kutransform nitabonyeza shift ili niweze kutransform vizuri, kwa sababu nisipobonyeza shift na uwezo wa kuibadilisha ule muonekano. Kwa hiyo nitabonyeza shift, nitaundo kwanza,
halafu nitabonyeza shift na kukuza mpaka ijae katika design yangu. Sawa. Kwa mfano design yangu nataka ikae hivi. Kwa hiyo baada ya hapo katika sehemu ya nyuma nitaweka QR code katika hii business card yangu. Kwa hiyo nitakuja katika file, halafu nitaenda katika place na kuchagua QR code. Baada ya hapo nitaweka ile size ambayo nataka ikae QR code yangu. Kwa mfano hapo. Sasa kutokana na rangi zilivyo nyingi, business card yangu haionekani vizuri. Kwa hiyo hapa nitatengenezea background ya kuweza kukaa hii business card yangu. Kwa hiyo nitaenda katika sehemu ya shape tools na kuchagua rectangle tool, halafu nitabonyeza shift nikiwa nachora rectangle yangu, ama tunaweza tukaita mstatili, na kuweza kuifunika ile QR code. Kwa hiyo nitabadilisha rangi na kuchagua nyeupe. Kwa hiyo na uwezo kuja hapa nikabonyeza mara 2, itafunguka hii sehemu ya color picker na kuweka rangi nyeupe. Sasa hapa nataka niweke nyuma ya ile QR code. Na mwanzo nilikufahamisha kwamba ukitaka kuarrange iweze kukaa nyuma, unabonyeza right click, halafu unaenda katika sehemu ya range, halafu na send to back, ndipo tulivyosema mwanzo. Lakini ukisend to back utakuwa huwezi kuiona tena kwa sababu itakuwa imeweza kufunikwa na hii background yetu kama hivyo inavyoonekana. Kwa hiyo hapa ile rectangle yetu ipo, lakini imeweza kukaa nyuma zaidi. Sasa nakufahamisha njia nyingine ambayo una uwezo wa kurejesha nyuma lakini sio nyuma zaidi. Kwa hapa nitabonyeza command Z au utabonyeza control Z ikiwa unatumia kompyuta ya Windows. Halafu uta right click, utaenda katika sehemu ya arrange, halafu badala ya kwenda send to back utakuja tu send to backward. Maana yake unashusha chini kidogo. Hii background yetu tutailock ili tusiweze kuisogeza popote kwa sababu hapa tunataka tufanye alignment kidogo. Kwa hiyo nitaichagua ile background yangu, halafu nitaenda katika sehemu ya layer na kuangalia hii background yangu iko wapi. Kwa hiyo naona background hii hapa, nitaenda katika sehemu ya katikati hapa kuna kama kijicho, na hii sehemu ya katikati hapa utaweza kuweka lock hiyo layer yako. Kwa hiyo baada ya hapo nitakuwa siwezi sasa kuimove hii background yangu, ambapo mwanzo nilikuwa nina uwezo wa kuichagua na kuweza kuisogeza sehemu tofauti. Kwa hiyo na undo, halafu nitailock. Baada ya kuifunga ama kuilock background yetu, tukiwa tumeichagua zana ya uchaguzi ama selection tool, tutakuja na kuzichagua zile layer zetu ama vile vitu vyetu vyote ambavyo tunataka tuvipangilie vizuri, na hapa tutachagua hii QR code pamoja na hii background yake. Kwa hiyo naweza nikabonyeza mara moja, alafu nikabonyeza shift, nikabonyeza na hii background, kwa nitakuwa nimechagua vitu viwili kwa wakati mmoja. Halafu nitakuja katika sehemu ya align, nita align horizontal center na vile vile nita align vertical center. Kwa hiyo hapa itakuwa imekaa katikati. Kwa hiyo nikichagua vyote hivi kwa pamoja, nikiweka sehemu ya kati itaonyesha kwamba hapa pengine ni katikati ya ile dokumenti yangu. Kwa mfano hapa ni kati. Kwa hiyo nitakuwa tayari nimeweza kutengeneza design ya business card yangu, na hapa inanionyesha kwamba huku kutakuwa mbele na huku kutakuwa nyuma. Kwa hiyo huo ndio utakuwa mwisho wa kutengeneza kadi ya biashara ama business card kupitia channel yako pendwa ya Movitech Academy. Kama bado hujasubscribe katika channel hii, basi tafadhali usisahau kusubscribe ili uweze kupata notification ama taarifa pindi tunapotuma video za mafunzo mengine. Vile vile utasaidia channel yetu kukua na kuweza kutengeneza maudhui kama haya. Tutaonana katika video za mafunzo mengine.